Moja ya mambo muhimu kwetu sisi kama wizara ni kusimamia utalii, maendeleo ya utalii. Lakini tunaposema utalii, watu wengi wanakuwa wanafikiri utalii ni zile pesa. Lakini kitu cha mwanzo kwa mtalii kufika nchini kwetu si mtalii yule kuwa na pesa. Pesa ni kitu cha pili, lakini kitu cha mwanzo ni usalama wa mtalii. Bila ya kuwepo usalama wa mtalii hakuna utalii. Kwa hiyo Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya awamu ya 8 chini ya Dr. Hussein Ali Mwinyi ilipoingia madarakani, jambo la mwanzo kubwa katika kuimarisha sekta ya utalii, ilianzisha kikosi cha utalii na diplomasia. Sasa kikosi kile kimekuwa kifanya kazi sasa hivi mwaka wa 3, lakini tumeona bado kikosi kina changamoto nyingi. Kama kikosi chetu kina changamoto nyingi, kama sisi tuko katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wapi tunaweza kujifunza kwa kuanzia? Tunaweza kujifunza kwa kuanzia kwa wenzetu wa kikosi cha Arusha Tourism Diplomatic Police. Arusha Tourism Diplomatic Police, hichi ni kikosi ambacho hukioni Tanzania nzima isipokuwa mjini Arusha, lakini kinafanya kazi kubwa sana na unaweza kusema ni kikosi cha mfano kwa Tanzania. Kwa hiyo hata Dr. Hussein Ali Mwinyi alituagiza mapema sana, tumechelewa hivi kuja kujifunza katika hichi kikosi cha polisi utalii cha jiji la Arusha ambako kiko chini ya Jeshi la Polisi Tanzania. Kwa hiyo tunashukuru toka tulipofika katika ziara yetu hii fupi ambayo nimeongezana na maafisa wengine wa Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale akiwemo mkuu wa kikosi cha utalii. Kwa hiyo tumejifunza mengi na tunawashukuru wenzetu wa kikosi cha polisi diplomasia cha Arusha kwa namna ya kutupokea, sio kutupokea vyema tu, lakini kutupatia mbinu ambazo wao wanatumia wakafikia walipofika. Tunafahamu fika kwamba juhudi za Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan zimetuwezesha kupata watalii wengi sana kwa upande wa bara na Zanzibar, na vile vile juhudi za Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, katika kuhakikisha kwamba nchi yetu inakuwa kivutio kikubwa cha utalii na mwitikio ni mkubwa sana. Kwa jukumu letu sisi kama taasisi na vyombo vya ulinzi na usalama ni kuhakikisha ulinzi wa watalii hawa wanapokuwepo nchini wanaenjoy safari zao kwa usalama na utulivu na amani. Kwa hiyo kuna jambo ambalo kwa upande wa Zanzibar tumeona tujifunze huko kwetu bara nako nini kinafanyika katika kuwalinda watalii hawa ambao wanafika kwa ajili ya kuenjoy maisha yao na mapumziko mbalimbali ambayo wanakuja kuyafanya. Tumekuja kujifunza na kuona mambo ambayo wenzetu wanayo lakini sisi hatuna. Hii lengo letu kubwa ni kwamba kutaka kutimiza juhudi za Mheshimiwa Rais za kuhakikisha kwamba utalii wa Zanzibar unakuwa salama. Kwa hiyo tumekuja kujifunza, kutaka kuona kasoro tulizonazo na tuweze kuzisawazisha ili watalii wetu waweze kuwa salama kama ambavyo wenzetu wa Arusha wanaendelea. Ni kweli tumefika Arusha na tumeanza kuona mambo mengi. Tumeona kuna tofauti kidogo baina yetu na wao, na tumejifunza, na mambo ambayo tumejifunza tunategemea twende tukayafanyie kazi. Na siku chache zijazo tukirudi tutajaribu kutengeneza haya mabadiliko ambayo tumeyaona. Na kama mnavyojua kwamba kikosi chetu kwa sasa hivi tayari kimeshaanza kupata budget. Na hii ni budget ya awamu ya 2. Kwa hiyo budget hii ndio itakayokwenda kutekeleza maazimio hasa yale ambayo tumeyakusudia. Tayari tumepata mahusiano mazuri ambapo tutafanya kazi kama team au teamwork. Hakuna tofauti ya vikosi hivi, tutaendelea kufanya kazi ya pamoja kuhakikisha kwamba Destination Tanzania inaendelea kuwa salama na kuendelea kuvutia wageni wetu ambao wameendelea kuipenda sana Tanzania, kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameonyesha nia na kuonyesha njia kupitia filamu ya Royal Tour na Amazing Tanzania. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwetu sisi imekupatia chachu ya kuendelea kujipanga vikosi vya usalama kuhakikisha kwamba tunasimamia vyema usalama kwa wageni wetu, in particular eneo hilo, kuhakikisha kwamba tunakwenda sambamba na kauli mbiu inayosema safe destination always attract tourists. Asante.